Wasifu wa Father Emmanuel Amandi Kimoruru, misionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kuzaliwa. Padre Emmanuel Kimoruru alizaliwa tarehe 23 Januari 1961 katika kijiji cha Kingachi, Rombo. Wazazi wake ni Amandi Jacob Machamecha na mama yake Anna Simon Mshiki. Alibatizwa katika parokia ya Useri tarehe 6 Februari 1961. Alipokea komunyo ya kwanza tarehe 29 Novemba 1971 katika parokia ya Useri na kupata sakramenti ya kipaimara tarehe 11 Machi mwaka 1972 katika parokia hiyo hiyo ya Useri, Rombo, Jimbo Katoliki la Moshi. Elimu ya awali. Father Emmanuel Kimoruru alipata elimu ya msingi darasa la kwanza hadi la 7 katika shule ya msingi ya Useri kati ya mwaka 1971 na 1977. Elimu ya sekondari aliipata katika shule ya ufundi Moshi Technical School kati ya mwaka 1978 na 1981. Aliendelea na masomo ya kidato cha 5 na cha 6 katika Holy Ghost Seminary Usariva kati ya mwaka 1982 hadi 1984. Malezi shirikani. Padre Emmanuel Kimoruru alijiunga na malezi ya shirika wa misionari wa damu azizi ya Yesu kwa mwaka wa kwanza wa malezi tarehe 15 Agosti 1986 kwenye nyumba ya malezi ya Mtakatifu Francisco Xaveri, Itigi, Singida. Ikumbukwe kwamba Padre Kimoruru alijiunga na shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu baada ya kumaliza masomo yake ya falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Anthony Ntungamo, Jimbo Katoliki la Bukoba, kati ya mwaka 1984 na mwaka 1986, akiwa mseminari wa shirika la Roho Mtakatifu Holy Ghost. Padre Emmanuel aliendelea na malezi ya kishirika na masomo ya teolojia huko Roma, Italia toka mwaka 1988 hadi alipopadrishwa daraja takatifu. Padre Emmanuel Kimoruru alipokea huduma ya usomaji tarehe 26 Februari 1989 na huduma ya utumikizi tarehe 26 Oktoba 1990. Wakati akiendelea na masomo ya teolojia kwenye chuo kikuu cha Mtakatifu Thomas Aquinas Angelicum, Roma, Italia. Padre Emmanuel Kimoruru alipokelewa shirikani rasmi na kwa daima tarehe 7 mwezi Disemba 1991 na kupewa daraja la ushemasi tarehe 8 Februari 1992 katika parokia ya Mwili na Damu Azizi ya Yesu, Via Narni, Roma, Italia. Alipata daraja takatifu la upadre tarehe 14 Juni 1992 katika parokia hiyo hiyo. Utume. Baada ya upadrisho, Padre Emmanuel Kimoruru alihudumu katika seminari ya shirika mjini Roma akiwa msaidizi wa rekta kati ya mwaka 1992 na 1993, na wakati huo huo alikuwa akichukua masomo ya licentiate katika masomo ya falsafa kwenye chuo kikuu cha kipapa cha Angelicum, Roma. Kabla ya kumaliza masomo hayo,
aliombwa kurudi Tanzania kwa utume, na mnamo tarehe 7 Julai 1993 alipangiwa kufanya utume katika parokia ya Damu ya Kristo Itigi kama paroko msaidizi. Mwaka 1998 Padre Kimoruru alihamishiwa katika parokia ya Kintinku alikohudumu hadi mwaka 2008. Mwaka huo alikaa muda mfupi kwenye makao makuu ya shirika Kisasa na kuhamishiwa katika parokia ya Bikira Maria Mpalizi wa Mbinguni Chibumagwa hadi mwaka 2014. Padre Kimoruru alihamishiwa tena katika parokia ya Damu Azizi Tegeta akihudumu kama msaidizi wa paroko hadi mwaka 2024 alipohamishiwa katika parokia hii ya Kupaa Bwana Manyoni hadi umauti unamkuta. Umauti. Pamoja na kwamba Padre Kimoruru alikuwa na changamoto za afya zilizotokana na ajali ya gari iliyotokea kati ya mwaka 1999, kwa muda mrefu wa maisha yake alikuwa na afya njema ambayo ilikuwa ikimruhusu kufanya kazi za kitume, kiuchungaji na maendeleo ya jamii kwa bidii na ari kubwa. Umauti wake umemfika akiwa safarini kutoka nyumbani Moshi alikokwenda kwa mapumziko mafupi baada ya sikukuu za Pasaka. Akiwa safarini siku ya Alhamisi jioni, alipofika katika mji wa Katesh, mkoa wa Manyara, alijisikia vibaya na akaamua kupumzika. Kwa maana alijisikia vibaya, jioni hiyo alipata huduma ya kwanza katika kituo cha afya cha Tumaini Katesh. Kesho yake akiwa katika unafuu na nguvu, na baada ya kuhudumiwa na wauguzi na mapadre wa parokia ya Katesh, alipewa msaada wa dereva ili afike Singida, na hapo angeweza kukutana na dereva toka Manyoni ambaye angeendesha gari hadi Manyoni. Alipofika Singida, wakati anasubiri dereva wa Manyoni afike, alijisikia vibaya tena na kuomba msaada kwa wasamaria wema. Taarifa zake zikawafikia mapadi na waumini marafiki wa Singida, waliofika na kutoa msaada wa haraka wa kumpeleka hospitali ya Tumaini Singida, na alipokuwa akipewa huduma hiyo ndipo mauti ulimkuta. Shukrani. Tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha na wito wa Padre Emmanuel Amandi Kimoruru. Mungu alimjalia karama nyingi njema alizozishiriki na watu wengi ambao waliishi na kufanya kazi na kufanya utume naye. Padre Kimoruru alikuwa mcheshi, mchangamfu na mchapakazi sana. Watu wote walioishi naye watamkumbuka kwa utayari wake wa kushirikisha karama alizojaliwa na Mwenyezi Mungu, hasa kazi za ufundi na kazi za mikono yake, na ukarimu wa kuwajali watu. Daima alitimiza wajibu wake katika jumuiya kwanza kabla ya kuangalia mahitaji yake mwenyewe. Tunawashukuru watu wengi wema waliomsaidia akiwa safarini anapotoka Moshi, pale Katesh na Singida. Kwa namna ya pekee waganga na wauguzi wa hospitali ya Tumaini Katesh, mapadre wa parokia ya Katesh, kwa namna ya pekee Padre Almas ambaye ni paroko wa Katesh, pia dereva aliyemsindikiza hadi Singida. Tunawashukuru mapadre wa jimbo la Singida kwa huduma na jitihada zao za kuokoa maisha ya ndugu yetu. Kwa namna ya pekee tunamshukuru Padre Patrick Mnyuku, tunamshukuru Vicar General Padre Francis Limo na mapadre wote ambao walimfikia ili kuweza kumhudumia. Tunawashukuru walei
waliojitahidi kumpeleka hospitali. Kwa namna ya pekee mzee Anthony Mkuki, afande mstaafu Christina, dereva wa jimbo, na yule muuguzi aliyemhudumia pale Katish. Tunawashukuru sana. Tunawashukuru ndugu wote mliojiunga nasi leo, lakini tangu msiba ulipotokea, tunawashukuru kwa kusindikiza mwili wa marehemu toka Singida hadi Manyoni. Tunawashukuru wanaparokia wa Manyoni na watu wote waliompokea na kuandaa mazishi haya. Tunaishukuru hospitali ya wilaya ya Manyoni kwa kutunza mwili wa marehemu ndugu yetu. Tunamshukuru kila mmoja wenu, na kwa namna ya pekee baba askofu wetu kwa kuwepo na kumzika ndugu yetu. Tunawashukuru mapadri, wanashirika wa damu azizi ya Yesu, watawa mashirika mbalimbali, makatekista, viongozi wa serikali na dini mbalimbali. Tunawashukuru wanafamilia na ndugu wote mliotoka karibu na mliotoka mbali kuja kushiriki katika kumsindikiza ndugu yetu Padre Emmanuel Kimorulu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mwanzilishi wa shirika letu Mtakatifu Gaspari alituasa maneno yafuatayo: tuungane siku zote katika umoja mtakatifu wa mioyo, na kila mmoja wetu amkabidhi mwenzake kwa Bwana, ili kwa njia ya neema yake, kama tulivyoungana kwenye umoja wa utume, basi tena siku moja tuweze kuunganishwa naye katika ufalme wake mtukufu, ambao kwao kila siku tunafanya juhudi kufikia. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani.